Ona nyumba hizi zinatanga zipata maji zote. Piga hiyo piga ile. Hiyo ya pili. Kwa majina kamili naitwa Abdurrahman Sahe Mohamed. Mimi ni youth wa Mkokoni, na hii shida ya maji hapa Mkokoni imekuwa ni changamoto kubwa kwa sisi wana Mkokoni. Na sisi Mkokoni tegemeo letu kubwa ni huu ufuo wa bahari. Lakini maji haya yamekuwa yamepanda kila mwaka na imekuwa sasa ni kitu cha kawaida. Tumeongea sana kwa wanasiasa lakini bado hatujasaidika. Isitoshe, kuna nyumba nyingi ambazo zinaathirika ambazo ziko upande wa pwani. Na nyumba zetu huku hatujajenga nyumba za bloki ni kidogo sana. Nyingi ni nyumba ambazo tumejenga kwa kupitia kuta za udongo. Zinaafektika kwa pakubwa sana. Sisi ni jamii ya kimaskini. Hatuna msaada. County imetusahau, tuko mbali. Hatujui tutasaidika vipi sisi. Na pwani tumevyosema kwamba pwani ndio kila kitu kwetu. Na ni maskini, kwa hivyo tunaomba msaada tusaidiwe kama watu wa Mkokoni. Ndio, maji juzi ni nyumba nyingi, naweza sema ni mita 50 kuanzia kutoka katika ufuo wa bahari mpaka kuingia katika mji. Ni takriban mita 50, nyumba karibu 10 kwenda, yani urefu. Kwa upana ni nyumba zote kuanzia mwanzo wa mji mpaka mwisho wa mji maji yalifika. Kwa upande wa majiko, nyumba nyingi majiko yalianguka, vyumba vikaanguka, vitanda viliwea, watoto wakaumia. Isitoshe watu wakakosa makazi kwa siku 2 au 3, na kiasi kwamba watu wamepata shida nyingi pakubwa sana. Ngome imevundika ni muda mrefu kuanzia ngome jengo. Ilijengwa kwa njia ambayo haikuwa sahihi kwa sababu ilikuwa ni temporary, haikuwa permanent. Kwa hivyo haikuchukua muda mrefu ngome yenyewe imevundika. Na tumeongea sana kwa serikali, tumeongea kwa wanasiasa, lakini ngome haijatengenezwa, na hii ni changamoto kubwa kwa sisi wana Mkokoni, kwa sababu hii ngome endapo itatengenezwa haya yote hayangetokea. Lakini sasa ngome yenyewe ni ndogo na haikuwa ngome ya kudhibiti kwa muda mrefu, kwa sababu sijui ilikuwa ni vipi, makosa ilitokea wapi. Lakini tungeomba tujengewe ngome kama ngome zile zingine na ikuwe ngome thabiti, kwa sababu sisi hapa bahari yetu ni bahari ya Indian Ocean, iko karibu. Tuna mlango wa Chano ambao maji yanaingia, ni channel kubwa sana ambao hata meli zinaingia. Kwa hivyo ikijengwa ngome ambayo ni ngome ndogo haitoweza kumiliki dharuba ambazo ziko huku. Bahari yetu ni kubwa. Crack yote ni maji. Nyumba imeanguka kabisa. Pita ndani lazima. At least witness muhimu kwanza. Serikali tuweke ngoma sasa. Pesa nyingi. Sasa sio tusonge na maji tumalizike. Ili kubwa yetu na maji kuku, nguo. Kisha onze pia nene ramo. Anasema shi alcohol viongozi. Sawa mama. Mama hizi zote zimeanguka maji. Nyumba zimekraki zote. Ni maji tu. Kwa jina langu ni Mwanate pale. Maji yameniingilia kwenye hii nyumba. Sina mahala hata pa kulala. Watoto wangu pia nilikosa pa kulalisha. Hii nyumba wanguka. Sasa naomba viongozi mnisaidie. Mtusaidie hii ngome mtufanyie, kwa sababu sisi tumeumia sana. Sasa hii nina hamu kila mwezi. Nina hamu mimi receive maji na huashikilia kwa mitanga. Mitanga ishiki maji. Maji hujaa hii nyumba nzima, hizi nyumba zote zetu hapa. Kwa hivyo tuomba ngome maji tuingilia kwa nyumba zetu kila mwezi. Sasa hii imevunjika, ni athari kubwa kwetu, hata watoto wetu. Maji tuingilia kwenye majumba yote, hatuna mahala. Hivi Ramadhani tumefunga juu ya vitanda, kufungwa mwadhini. Maji rumu nzima zote, watoto wamekosa pa kulala. Tunaomba viongozi watusaidie na sisi hii ngome ya Mkokoni tupate msaada kutoka kwao. Ya bahari yameniharibia nyumba nzima. Nyumba yangu yote imecrack. Sasa hii nakaa kwa mashaka. Sijui tanangukia saa ngapi na sina pa kwenda. Kwa hivyo naishi tu, kwa sababu ile sina pa kwenda
ili nyumba nitakaa kama itanangukia tena nife na watoto wangu ama vipi. Lakini maji iliingia kila mahala, kuku wangu, wanyama, kila kitu, sina kitu. Hata room nzima, nyumba nzima yote ilijaa maji kila mahala. Kwa hivyo kila tukifika mwisho wa mwezi sisi tunasubiri maji ya bahari ya Tungila kwa majumba. Saa hii twaomba tusaidie na sisi, mtu jengee ngome na sisi tupate hifadhi ya kuishi. Ni maji yote. Naweza kuongea lakini sasa hiyo kupika mchana. Jioni mbaya 11 maji yangu. Sikuweza kupika miftari mama. Yao unaonavyo. Hizo zombo zote ziko chini. Ramadhani nzima. Kwa majina kamili naitwa Burhan Muhammad Hassan kutoka Mkokoni. Ni athari kubwa iliyotupata sisi kupitia hii ngome yetu. Ufunzi ama ujenzi wa ngome ilikuwa waduni kabisa, hadi imefikia kilele kwa maji kila mwaka lazima tupate katika majumba yetu. Kila mwezi. Mimi nami mmoja wapo mwathiriwa katika nyumba zetu zote lingia maji, kuku, wanyama, vyombo, nyumba foundation pia kaanza kuvunjika sababu ya udongo nyumba yetu kimaskini. Sasa pia ile imevunjika sababu ya nini? Ya maji kupanda kila mwaka, na sasa hii imekuwa ni kila after every year annually na receive maji sisi. So serikali, it's a big chance nyinyi mtusaidie sisi na sisi tu receive blessings zenu mkutusaidia. Kwanza before mingine tungeomba tuzingatiwe ngome kwanza, maana ngome ndio kila kitu. Maana foundation ya nyumba zetu tamalizika ikiwa ngome maji, ikiwa bado kila mwaka maji yanaingia, basi ngome serikali tusaidie kutengeneza ngome nyingi za kuhesabu za upande wa Sisho. Kama kwangu moja anti yangu, yani nyumba za Sisho karibu zote zimejaa maji. Hii Sisho yote, si front yote za nyumba za sea front, hakuna nyumba moja kafurika na maji. Hakuna nyumba hadi moja ambayo hajafurika na maji kwa sea front. Zote sea front houses they are all aware by running water day to day, lakini this year imekuwa 10 na 4 days. Ziko nyoka hapa.